tufanye tafakari fupi juu ya masomo ya siku ya leo. Tunayasoma masomo haya tukiwa katika kipindi cha Kwaresma. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha toba kilichowekwa na Mwenyezi Mungu kwa njia ya kanisa lake, akiwa anafahamu kwamba katika mpango wake mtakatifu wa ukombozi na wokovu, toba ni mojawapo ya mambo muhimu sana. Toba iko katika mpango wa Mungu Mwenyezi wa kumkomboa mwanadamu. Sio kwamba ni kitu ambacho kinakuja sababu mwanadamu amekosa sana, Mungu amekiweka. Ni kwa nini amekiweka? Akiwa anajua kwamba hakuumba watoto wakamilifu. Ni kweli tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Heshima kubwa sana. Na tumebeba ndani yetu fadhila kubwa sana, kwamba kuna mfanano mkubwa sana kati ya Mwenyezi Mungu na sisi, kwa sababu tumeumbwa kwa mfano na sura ya. Lakini hata hivyo hatuko wakamilifu kama Mungu. Mungu anafahamu hilo, na akiwa anafahamu hilo, ndio maana katika kanisa lake takatifu anakiweka kipindi cha toba, ili wale ambao kwa namna moja au nyingine wameenda kinyume na amri za Mungu, kinyume na maagizo ya Mungu Mwenyezi, kinyume na mausia ya Mungu, kinyume na miiko ya wana wa Mungu, waweze kurudi kwake. Tunamshukuru sana. Sasa vipengele vitatu tu kwa kifupi ningependa tutafakari katika masomo ya leo, na vyote vinatoka katika huyu mwana anaitwa mwana mpotevu. Sasa sio mwana mpotevu kwa sababu baadaye tumeona kwamba anayo heshima kubwa sana mbele ya Mungu. Huyu kama tulivyosikia alitapanya mali yake yote baada ya kupewa ule urithi na baba, na akaenda kule alikoenda akaishi maisha ya starehe sana. Zile fedha zikaisha. Zilipoisha ikaingia njaa kubwa katika ile nje, katika ile mazingira ukawako na njaa, akawa kwa kweli kuingia kwenye shida. Akashikamana na mfanyabiashara mmoja, baba mmoja aliyekuwa na mradi wa nguruwe. Sasa kweli tunaambia akatamani, kulikuwa na njaa kwa na chakula, akatamani kushibishwa na yale ambayo alikuwa anakula nguruwe, chakula cha nguruwe. Alitamani kushibishwa na chakula kile ambacho walikuwa wanakula nguruwe. Lakini inawezekana kabisa pia kwamba alikula na wanani? Na nguruwe. Just imagine. Simnafahamu nguruwe yanavyokula yanavyokula yenyewe kule kwenye hori lao. Hiyo ndio lugha yao. Yanakula lakini yamenenepeana tu. Sasa kweli kile chakula chao ambacho ni cha namna hiyo mnakifahamu, alitamani, lakini haisemwi kwamba alikula. Sasa swala linakuja, kama alitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, alitamani, lakini nani anajua kwamba hakula? Najua njaa ni ngumu, njaa
njaa ikiingia, yaani njaa ikiingia kamilifu, hata majani ya huku njaa tutayaona. Yatakuwa ni chakula chetu. Sasa hivi yako chakula cha mbuzi na ng'ombe, lakini itakuwa chakula chetu. Njaa ni mbaya na yatakuwa matamu. Lakini hapa msamiati unaotumika katika tafsiri hii ni mwepesi sana. Alitamani. Who knows? Maybe also he ate. Not only that, he desired. He ate. Alikula na nguruwe, maganda ya nguruwe. Kwa sababu kama hakuwa na chakula kingine chochote, kulikuwako na njaa nchi nzima. Na yeye ni kwa nini alipokwenda kule aliposhikamana na yule mfuga nguruwe, alipoamua kushikamana naye, ni kwa ajili gani? Kwa ajili ya kwenda kulisha nguruwe. Kwa ajili ya kulisha nguruwe. Kwa ajili ya kula kama nguruwe. Ndio maana kama kulikuwako na chochote katika hali mazingira kwenye familia fulani, si angekimbilia huko ili apate chakula. Na sasa kama anatamani, yaani kushikamana na yule baba anayetunza nguruwe, what is the reason behind? Why? Kwa nini asitamani kwenda basi kwenye kupalilia bustani ya mboga kwa watu waliokuwa kule? Haikuwepo. Hakuna kitu chochote, ni ukame. Akatamani kwenda kwa mwenyeji mmoja, akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Sasa hata akimpa fedha itafanya nini? Ni ukame nchi nzima, kuna njaa. Akatamani kula maganda waliokuwa wanapewa nguruwe. Mnafikiri kwamba hakula? Katika njaa hakuna kinachobaki hapo, hata kwa sisi wanadamu. Kweli kuna vyakula vingi sana, hata mimi pale waskofuni sikuzi. Lakini ninapokwenda nje, na vyakula mikate. Kwa sababu kuna kitu kingine. Habari ya mtori, kwanza utapata masista kuelezea mtori. Napika mwenyewe. Niangalia huko nimeungua sana, nilikuwa kwa Marekani, napika mwenyewe. Sasa unapochukua nyama kule kwenye oven, na unakuta umeshaungua. Ile raha ya nyumbani unapikiwa na masista, unakaa mezani na masista, unakwenda vijana mapadi katika wanakaribisha, na vijana wengine wanakuja mapadi kula pamoja. Hakuna huko mbali huko. Kwa hiyo tusicheze tunapokuwa nyumbani, tuheshimu sana maisha ya nyumbani. Hata kama ni waskofu, tunapokuwa nje tunalazimika kula vyakula vya ajabu. Nasema kama masista wangefika tu kule ninapokaa, kule Ulaya, kule Marekani, kule India, wakute vinavyokula. Nasema kumbe askofu unatusumbua tu. You are so selective, unachagua tu askofuni. Kumbe unakula vyote hivi. Tena vinakuwa vitamu kweli. Na mikate, majani ya mikakasi, kama makorokono, na yote hayo unachanganya, unaleta masiagi, unajaza kwenye mkate. Nyumbani sikuzi mkate, wala sibii haya mafuta ya nini yanaitwa. Yani ni very simple food, and the sisters are so busy to prepare. Ukiwa nje vinakuwa vitamu sana vile vyakula. Na wakati mwingine navikosa kabisa, na hangaika, anasema jamani, yani leo hakuna mkate. Yani leo, yani vile vyakula vya hapa mbona havipo? Kuna vyakula ambayo hapo, mbona mafuta hayapo? Mafuta ya mkate mbona hayapo? Sikuzi mafuta ya mkate, ni kitu gani kwa nyumbani? Kwa sababu kuendana na afya pia turuhusiwi. Kule tunakula tena na afya inakaa vizuri tu mpaka tunarudi. Njaa. Palipo na njaa chochote tunakifanya. Na huyu kijana huyu alikula yale maganda ya nguruwe, sio kwamba alitamani tu. He ate. Alikula kutoka kwenye yale mazingira hivi. Lakini sasa najua kwenye hiyo hali ngumu namna hiyo, yani fadhila kubwa tunayoiona kwake, jana mabadi wametutafakarisha sana juu ya sentence moja ambayo iko hapo. Anasema alipozingatia jinsi kule nyumbani kwake ni watumishi wangapi wa baba yake wanakula vitu vitamu vya kule nyumbani, na kusasa
akasema mimi nitaondoka. Mapadri wametutafakarisha sana vizuri juu ya alipozingatia. Wakapiga mistari hapo, alizingatia. Na hiyo ni fadhila kubwa. Kuweza kuingia hapo ni fadhila kubwa. Alipozingatia. Lakini mimi tafakari yangu ya leo iko hapo, inaenda tena zaidi. Aliamua kuondoka na akasema nitarudi nyumbani na nitamwambia Baba, mimi sistahili tena kuitwa nani? Mwana wako. Nimekosa mbele ya mbingu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Ninapenda tu nifanye kama mmoja wako wa hawa watumishi wako. Sasa unaona hapo ndipo kweli neema ya Mungu inaingia. Tutajaona baadaye Mungu anavyotutafuta. Yaani hapo ndipo anapokuchuka. Yaani kama maoka usingizini, akaona wewe ni nani sasa, anaamua. Hapo tunataka tupige mstari. Nitakwenda, nitarudi. Kasema nitaondoka, nitakwenda. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wakati wa baba yangu wanaokula chakula na kusasa, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Ninaomba nirudishe nyumbani. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Nitendelee tu kama watumishi wako. Sasa hapo ni muhimu. Nitaondoka. Tutarudi baadaye tuone kwamba na sisi inarudi kwetu. Nitaondoka. Nitaacha mazingira haya. Nitaachana na nguruwe. Nitaachana kutamani haya maganda ya nguruwe. Nitaachana na haya mastarehe yote ambayo nilikuwa nimechakutafuta. Ninaondoka kwenye ulimwengu huu. Ninaondoka kwenye mazingira haya. Ninahama. Ningependa mpige mstari hapo, maana tutajarudi tuangalie kwenye maisha ya kiroho. Nitaondoka. Akaondoka. Sasa kipengele cha pili tuangalie. Akaondoka. Sikiliza vizuri alivyosema ile hadithi yake, alivyopanga atakapomwambia Baba. Alisema kwamba ni basi nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu na kumwambia Baba, nimekosa juu ya mbingu sana na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wapo wa watumishi wako. Mmoja wapo wa watumishi wake hapa imetumika katika lugha ya Kiswahili nzuri, lakini kwenye lugha nyingine haikutumika mtumishi. Inasemekana ni kama mama Bikira Maria alivyosema, nifanyie kama mimi ni mjakazi wa Bwana. Nifanye kama mjakazi. Nifanye kama wale watumishi wanaoangalia nyumba ya mfalme na wanaomvika mfalme soksi na wanaokuja kwenye nyumba ya mfalme una ruhusa ya kutembea ndani kwa viatu. Mfalme ndiye anayevaa viatu. Kwa hiyo anasema kwamba nitasema unifanye kama mtumishi. Lakini kwa kweli sio tu, ni msamiati wa Kiswahili ameposha, imekuwa nyepesi. Kwenye lugha nyingine zile ambazo zasema nifanye kama kijakazi wako, mtu ambaye nitakuwa naangalia mambo ya chini kabisa katika nyumba yako, katika mazingira ya nyumba yako. Sasa anapokwenda kwa Baba, tuangalie hali ya Baba, huruma ya Baba. Anapoenda kwa Baba, baba yake anamwona kwa mbali. Anaona kwa mbali. Halafu anakwenda anamkumbatia. Halafu yule mtoto anaanza ile litania yake ya kuomba msamaha. Baba, nimekosa mbele ya mbingu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwanao. Nifanye. Hakumaliza. Sijui kama kwa mnapiga mstari hapo. Hapo kuna neno hapo. Hakumalizwa. Nifanyie kama kijakazi wako. Hakumalizia. Baba hakumruhusu amalizie. Alimkumbatia. Anamwambia usijali. Wewe mtoto wako, usijali, achana na hayo, usijali. Naona amekuja manza vizuri kama alivyokuwa amepanga ile litania yake. Nitaondoka. Sasa
kwanza, nimekosa mbele ya mbingu baba akani, na mbele yako sistahili tena kuitwa mwana wako. Nimekosa mbele ya mbingu na wewe baba, sistahili tena kuitwa mwana wako. Naomba unifanye kama akumalizia, nifanye kama mtu tumishi, maana nakule kwa kweli mtumishi mwanake kwa Joambia ni kijakazi. Haiwezekani hata siku moja tukawa kijakazi mtoto wake. Anamkimbilia, anamwambia staki, I don't want to hear that. Staki kusikia hiyo. Wewe ni mtoto wangu wewe. Wewe na leta pete. Leta nguo, leta pete. Leta nguo, avalishwe. Yaani ni alama ya mtu aliyepewa heshima kabisa, ni alama ya mbingu. Tutakavyoona baadaye ni alama ya utakatifu, ni alama ya uangavu. Kama siku ile ya ubatizo, ni alama ya uangavu. Yaani kule mbinguni kunavyong'ana, naambiwa kwako ni mbinguni, sio hapa. Achana na hayo. Na pete ni mwana wa mfalme. Naambia funga agano na Mungu. Kurudia maagano yako na Mungu ni alama. Unaona tuna pete. Tumefunga ndoa hapa na jimbo la Moshi. Hii huwezi kuiondoa hii. Huwezi kuiondoa hii pete. Tumefunga ndoa. Tulikuwa na ndoa na kama ikaondolewa, tumeipa nyingine. Hii ni agano. Hatuwezi kujiondoa hivi tukasema kwamba mimi si askofu, ni askofu wa Moshi. Umefungwa na jimbo Katoliki la Moshi. Ni agano. Umefungwa. Pete ni alama ya agano. Ni alama ya kuonyesha kwamba mimi nimefungwa, sina mwingine. Nyinyi vijana mnajidanganya kwamba mnavaa pete. Nasema kwamba mimi ni wako, alafu tena mnaingia huko pembeni. Mbaya kabisa. Nimeshasikia mimi na jimbo lingine. Hakuna bwana jimbo lingine hapa Tanzania wala Kenya wala Nairobi. Ni moja tu. Pete ni moja hii. Ushavikwa na Baba Mtakatifu umevikwa. Ni jimbo Katoliki la Moshi. Ni alama ya agano. Ni alama ya kufungwa na. Umefungwa na. Yule mtoto anaambia wewe umefungwa na Baba. Umefungwa na mbingu utakavyoona baadaye. Wewe sio wa huko. Naona sasa anavikwa viatu. Atembee kwa nyumba ya mfalme akiwa amevaa viatu. Usitembee kama kijakazi. Kijakazi anaweza kutembea tu maana ana deki. Lakini wewe ni mtoto wa mfalme. Lazima uvae viatu. Sasa tumuone baba. Baba tunaambiwa kwamba akufunga mlango, alimuona kwa mbali. Naomba mniangalie. Kumbe tangu huyu mtoto alipotoka, yalikuwa ni maumivu makubwa kwa baba. Alikuwa amefungua mlango. Ni mtoto aliyekuwa anampenda sana. Baba anapenda sana watoto hata hapa wazazi. Iwe ni baba iwe ni mama. Wanatupenda kwa upendo wa ajabu. Huwezi kueleza upendo wa mama, huwezi kueleza upendo wa baba. Maana wanajua tumetoka wapi. Ni wao wametuumba. Hatuke kuwako. Tumetoka katika viungo vyao. Hatuke kuepo. Wakati mwingine tunacheza hata na wazazi. Lazima tufuate wazazi wanaotuambia. Ni wazazi ni Mungu mwingine aliyeko kule nyumbani. Baba ni Mungu mwingine wako nyumbani. Mama ni Mungu. Kwa hiyo baba akufunga mlango alipotoka yule mtoto. Ingawaje alimpa ile mali kwa sababu alikuwa anamsumbua. Na akasema sasa mtoto wangu alikuwa anaendelea kunisumbua hivi nimpe, lakini amebaki kwenye maumivu makubwa. Anakwenda wapi? Na ni kwa nini anadai urithi kabla ya muda? Urithi baba anauacha anapokwenda. Ni kwa nini analazimisha? Baba alibaki na maumivu, lakini maumivu makubwa zaidi haiko nyumbani. Alikuwa anachungulia hivi. Alipomwona tu furaha ya baba amerudi nyumbani. Mwangalie sasa hapa. Sasa turudi. Tuko kwenye Kwaresima. Turudi pale nitaondoka. Hivi nyinyi mmeshaondoka kwenye Kwaresima yetu na mambo yetu. Na mimi na ya kwangu hii Kwaresima ni kipindi cha toba. Umeshaamua kwamba ninaondoka. Utoke huko. Yule kijana alisema natoka huko kwenye haya mazingira. Natoka kwenye nguruwe, natoka kwenye mazingira, narudi nyumbani. Sisi Kwaresima inatualika tutoke, tuna mambo yetu, tunayafahamu. Kinyume na watoto wa Mungu. Kinyume na watoto msinafahamu Hapa kuna watoto wadogo uongo watoto mnasema uongo sana, wakati mwingine hamjimisa, wakati mwingine mnapewa sadaka, hamleti sadaka, mnaenda kula pipi, Mmeshaondoka huko kwenye Kwaresima. Useme Mwenyezi Mungu Bwana Yesu, kweli mimi nikipewa sadaka naitoa. Watoto lazima muondoke. Mtoke huko mfanye maamuzi. Msifanye. Kuna watu hapa
ni watu ambao wanapenda sana kula. Mnakula sana. Yaani wanakula utoki mezani. Unakula na unaona unanenepa, unazidi kula tu. Umeshaamua kwamba unatoka huko. Uwe mtu wa kawaida tu, kwanza kunenepa sio fadhila. Umeshaamua, nyinyi unakula tu. Pombe unazidisha pombe. Pombe sio fadhila. Hata mngekaa bila pombe mngekuwa watu vizuri zaidi. Pombe sio fadhila. Hata kama ungeweza kuacha pombe kabisa ukanywa maji tu. Madaktari wetu wanatuambia tunywe maji tu. Na anatupa maelezo namna ya kunywa maji. Haya mapombe mnayokunywa ni hatari kubwa. Haya machupa ya bia unakuta yamejazwa kwenye nyumba zenu za kulala, lakini ukitafuta rozari hakuna. Ukitafuta salamu ya Mama Bikira Maria hakuna. Ukitafuta msalaba hakuna. Biblia hakuna. Lakini angalia tu pale, ukiingia pale mlangoni tu machupa ya bia. Machupa ya bia. Machupa ya whisky. Machupa ni hatari katika miili yetu. Mnapoingia kwenye Kwaresma na mnayo tunataka tuachane na haya mambo ni hatari. Je, mnaamua kuondoka? Aliondoka. Hapa sasa kuna watoto wadogo hapa, sio tutaki kwa kwanza. Yaani mna watu kwenye nyumba ndogo na nyumba kubwa hapa. Watoto hawajiji wadogo na kubwa nini? Lakini tumetumia msamiati huo. Potri ambaye sio kama anaelewa. Kuna watu kwenye nyumba ndogo hapa na kubwa. Hivi hiyo ndoa utaichezea hiyo mpaka lini? Mko hapa. Hiyo ndoa ambayo umefunga agano na Kristo, amemwambia hamujanisikia mimi, niko nimehamia Uganda. Nimehamia Kenya kuchukua jimbo lingine. Siwezi sina mamlaka wala nimevikwa pete kwa ajili ya jimbo la Moshi. Sasa nyinyi mna ndoa. Mnacheza na hiyo ndoa mpaka lini? Hilo agano la Kristo. Ndoa ni heshima sana, iko kwa Mungu, ni Mungu alianzisha. Yaani kwa maneno mengine kwa kweli ni kama Kristo alipojifunga na kanisa, ndivyo mnavyojifunga. Mtakatifu Paulo anatuambia kama Kristo alivyolipenda kanisa akajifunga nalo, ndivyo bwana harusi anavyopaswa kujifungwa na bibi harusi. Ndoa hiyo mnaichezea hiyo mpaka lini? Mmeshaamua kuondoka. Mmeshaamua kuondoka. Hakuna anayesema ndio hapa mnajifanya baba askofu. Hapa tuko vizuri tu. Hongereni basi, kujipongeze. Lakini wakati wa Kwaresma huwa tupigi makofi. Ni watoto mnapiga makofi yani mnatoa nyinyi. Sasa tuondoke. Lakini tutoke hata huko mambo makubwa hayo, mambo ya mapombe, mambo ya kuchezea agano takatifu la ndoa, nyumba mbili, hayo tutoke huko. Vijana hapa mnacheza sana na maisha. Mko kwenye miaka 13, 17, 18 mmeshaanza maisha ya uasherati, maisha ya uzinzi. Toka huko sio kwako, lazima ujitunze. Utafanya tendo la ndoa siku ile ya kufunga ndoa. Usifanye kitu hicho, sio vizuri. Huruhusiwi. Sasa nyinyi vijana mmeshaamua kutoka katika Kwaresma hii ya Bwana. Lazima tuchukue ni kipindi maalum kama kile yule kijana alipofikia akasema natoka. Ni kipindi maalum, ni siku maalum. Wewe usiseme kwamba kesho inakuja. Hii Kwaresma 2025. Je, umeshaamua kutoka? Sasa lazima tutoke. Lakini tukija kwenye mambo mengine. Mambo ya uchawi. Wakina mama mna uchawi. Mna uchawi kweli au uongo? Uchawi upo? Mnao. Sasa kwani msitupe huku mchome. Sasa kama ni kweli mna uchawi, wakina mama mmeshaamua kama mnatupa uchawi kipindi cha Kwaresma, maana mnawatesa watu sana. Watu wengine wanasema una uchawi, mimi siamini kwamba kuna uchawi. Lakini kama nyinyi mnaamini, mimi nawauliza, sasa hicho kitu kama ni udongo, kama sijui kama ni udongo, sijui kama ni maji, sijui kama ni mchanga, sijui kama ni kitu gani. Wakina mama ni kitu gani hicho? Hicho ambacho mnacho kama uchawi. Ni maji hivi au ni unga au ni mchanga au ni nini? Hapa hamtaniambia. Lakini hakuna uchawi. Kwa taarifa yenu hakuna uchawi. Mnautengeneza wenyewe hapa. Na hii ni tatizo pia la elimu. Tungekuwa na elimu nzuri. Yaani hatujokuwa tunazungumzia mambo ya uchawi. Mimi sijasikia watu wanazungumzia uchawi kule Ulaya.
kule Marekani, kule India. Ni sisi tu sijui ni umaskini, sijui ni kutosoma vya kutosha, tunaleta mambo ya kipumbavu, uchawi. Yaani uchawi utatoka wapi? Yaani kama Parigasto anaweza kulipa uchawi mimi kweli? Yaani atapata hapo uchawi. Ni kitu gani hicho? What is it? Haupo, ni hapa. Question of whom? Yaani hapa tunatengeneza, we create. Tunatengeneza hapo kwenye akili hapa. Hakuna uchawi. Lakini kama upo, mmeshaamua kutoka. Wakina mama mmeamua kutoka kwenye Kwaresma hii. Mmeamua kutoka? Mmeamua? Nauliza wakina mama wenye uchawi, mmeamua kutoka? Sasa mbona hapo mnakataa tena? Si mnasema kuna uchawi? Wakina mama uchawi upo? Upo? Hapa upo? Sasa mmeamua kutoka, kuondoka. Sasa muondoke. Naogopa kusema kama ni kweli kawaje mimi sipi. Lakini hiyo kwenye mambo ambayo ni ya tunayafahamu. Sasa wakina mama, kama uchawi kwanza mimi hata sijui kama upo, lakini kuna mambo ambayo tuingia kwenye mambo ambayo yapo. Wakina mama, mambo ya umbea yako kwa sana kwa wakina mama. Kweli ya uongo? Wakina mama, sasa Mwenyezi Mungu amewapa kipindi cha Kwaresma 2025, muondoke huko, muondoke, muhame kama yule mtoto alivyohama. Mko tayari kuhama? Ndio. Mseme tena, yaani watoto wameshaambia nyinyi hamnaombea. Yaani wakina mama nawaambia, yaani mna maneno mengi sana na kubandika watu wengine, yaani wengine watu nini, maneno tu, na unaharibu jina la watu, unatukana watu, unasema uongo, mambo ambayo yapo unayaweka. Sasa wakina mama, tuache mambo hayo. Nyinyi ni watoto wa Mungu. Nyinyi mnapaswa kufuata mfano mama Bikira Maria, mama wa sala, mama wa ukimya. Anayetafakari mambo yake huko ndani. Anakutana na mambo mengi ambayo haelewi, mambo mazito, anakaa kimya tu. Anatafakari katika sala, anatafakari katika ukimya. Na lazima mnyoko akina mama. Mwangalieni mama Bikira Maria, acheni na mambo hayo. Mnayoharibu familia za watu, mnaharibu jumuiya, mnaharibu mitaa. Mbaki. Yaani tokeni, ondokeni huko. Ondokeni. Mkumbatie Yesu. Mfanane mama Bikira Maria. Kwa hiyo nawaomba muondoke kama yule. Msiseme tunafanya tu mambo Kwaresma baba askofu, lakini sikilizeni, ni kipindi cha kuondoka. Mwenyezi Mungu anatungoja, sisi ni watoto wake, ana huruma sana kama waimbaji walivyoimba vizuri mno. Mungu ni mwenye huruma na neema, kama vile anga lilivyo mbali na nchi ndivyo Mungu alivyo na rehema. Yaani rehema za Mungu ni za namna hiyo. Waimbaji hapo rudieni uliopo, nimeupenda sana. Kwanza mnavyoimba kwa utaratibu tu, yaani kama malaika. Ngoja kwanza. Yaani unakaa ni vizuri, wanasema tembea uone. Kweli hawa watoto wanaimba vizuri. Tunaenda kwenye makanisa makubwa mabaraka, lakini wanatuchanganya, wanaimba tusikie wanachoimba. Lakini kwa kweli, hebu imbeni kidogo tu pale mlipokuwa mnaimbia. Yaani kila mtu anasikia, yaani inakuwa kama ni kama wanatoa ujumbe katika hali ya utulivu kabisa. Kila mtu anasikia. Hebu imbeni ule wimbo katikati. Na wewe unacheza kinanda, angalia tena usiharibie.
mchao. Ndio kipindi cha Kwaresima. Kama vile mbingu zilivyo mbali na nchi, ndivyo Mwenyezi Mungu alivyo na rehema kwa wale wamchao, wale wanaomtafuta, wale wanaomwelekea kwa moyo mmoja. Sasa jamani, mimi naomba mimi na nyinyi tuondoke, tupate mfano mzuri na mtakatifu kwa huyu mwana. Sio mwana mpotevu tena, sasa ni mwana aliyeinuliwa kwa neema ya Mungu. Ninaomba tuondoke, tufanye maamuzi kwenye mambo yetu madogo madogo, kwenye sala. Sasa tumeacha sala kabisa. Kuna mambo mengine ambayo tumeyaleta sasa, ndio tumeyakaribisha, ndio amechukua sana. Tangu saa 10 usiku tumeshawasha simu, tunaangalia mambo ya ajabu kule ndani. Tunalala na simu moja mbili. Kuanzia sasa vijana wadogo kabisa mpaka nyinyi wazazi hapa, hakuna cha kusema huku na hivi. Yaani zimeendelea kila mahali. Sasa hivi kweli ndio amechukua kweli ile sehemu ya Mungu muumbaji. Asubuhi hatusali tena sala za asubuhi kule nyumbani. Hatusali tena sala za jioni. Ni haya masimu tu, ni television tu, ni sawa? Ni sawa? Je, mambo ya simu yamefika huku? Yana sehemu ambayo mpaka inachukiza au nyinyi kwa kweli bado haijafika? Yanachukiza? Sasa tuko tayari kuondoka, kutoka huko. Tuwe na moderation, tu watu wa kawaida. Simu sio kitu kibaya. Tuko kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Lazima tukubali, lakini sisi ni lazima tutoe nidhamu. Tutengeneze nidhamu ya kutumia vitu hivi. Wazazi nyumbani, kuanzia nyinyi wenyewe na watoto, kuwe kuna nidhamu kabisa inayoeleweka ya kutumia vyombo hivi vya teknolojia ya kisasa. Haiwezekani yaani mpaka mtoto anajachukua mama anamwekea chakula na huko anaangalia simu. Hata kumwambia mama asante, umepika asante mama, hakuna. Yaani wakati fulani mtoto fulani yaani amenyosha hivi bakuli, huko amenyosha bakuli, huko ameshika simu. Sasa ile simu imeingia kwenye chakula. Ni kitu gani hiki? Pale nyumbani hakuna mtu anayemsikiliza mtu. Kama kuna watoto watatu, baba na mama ni watu watano, mama ana simu, baba ana simu, wale watoto kila mmoja ana simu. Kwa hiyo wanakula kwa kijiko na huko anasikiliza. Wanakula, yani baba akitokea sasa akisema jamani, hivi nilikuwa napenda kufahamu kesho kuna nini? Hakuna mtu ananisikiliza baba. Watu wako kwenye simu, mama yuko kwenye simu, watoto wako kwenye simu. Hivi ni sawa? Na nyinyi wazazi mmeshaka utaratibu wa kutumia vyombo hivi. Sasa hatuwezi kwenda hivi. Ni lazima tunaharibu maisha, hata ile nidhamu ya maisha, lakini iweze kufanya kazi, iweze kupata utulivu. Alafu kuwe na saa ya kuunganika na Mungu, kuwe na saa ya kusoma, kuwe na saa kusikiliza wengine, kuwe na saa sasa ya kwenda kuangalia pia kwenye magazeti kuna nini. Tunaharibu utaratibu wote wa siku yote nzima inatawaliwa na haya mtakataka. Na tunaona ni sawa. Hatufanyi maamuzi kwenye kipindi kama hiki tuseme tutoke. Hii hali haiwezi kuendelea hivi hapa nyumbani. Haiwezi kuendelea hivi kwangu mimi kama mtu binafsi. Tangu asubuhi mpaka jioni, kitu ambacho kinachukua muda wangu mkubwa zaidi ni haya masimu. Sio sala, sio kusoma, sio tafakari, sio kwenda kuangalia wagonjwa, sio kumsikiliza mama, sio kumsikiliza baba, sio kuongea. Yaani ni masimu haya tu. Yaani kupiga, kila wakati ni kupiga. Tukitoka hapo tunaangalia mambo takataka. Kuna mapicha ya ajabu. Haturuhusi kuona kama watoto wa Mungu mavitu machafu namna hiyo. Kama wa Kristo, mavitu ya ajabu, machafu. Lakini tunaangalia mpaka usiku. Hatima yake tunataka kufanana, kufanya mambo kama hayo tunayaona huko. Tunaishi huko. Kama tulivyoanza sisi wenyewe. Sasa ndugu zangu, ni lazima tunapokuwa kwenye Kwaresima tuondoke. Tuondoke. Halafu hasira sio kitu kizuri. Eti mnajichoka nasema baba askofu, wewe unatabia tuwe na hasira. Mbona Yesu alikuwa na hasira? Alifukuza watu kule nani? Kule hekaluni. Kwa hiyo unajisifu nataka kufanana na Yesu. Yesu ni Mungu. Na pale alikasirika kweli, maana aliona alikuwa anatuonyesha kwamba hata sisi wazazi
hata sisi maaskofu, hata sisi mapadi, wakati mwingine tukiona mambo ya kipumbavu katika jamii, katika familia, katika nchi, lazima tuyaondoe. Yanachafua jamii, yanachafua nchi, yanachafua hekalu takatifu. Kuna hasira takatifu. Sasa nyinyi mnajibembeleza, mnasema hata Yesu alikuwa na hasira. Hasira ina namna gani? Anasema hekalu la baba yake si mahali pa kufanya mambo ya kubadilisha fedha. Ni mahali pa sala, ni mahali pa heshima, kuinua mioyo iende kwa Mungu. Tupate mambo yako mbinguni, halafu tuje tuyaishi huku duniani. Sasa haiwezekani kuwa hivi. Sasa sisi hasira sio fadhila. Kuna watu wenye hasira kabisa, paka wanakata migomba kwa ajili ya hasira. Eti hasira akiwa nayo, sasa anasema kuliko baba askofu nimkate mke wangu kwa panga, mimi nakimbilia tunakata miti. Sasa wewe tunaotosha miti yetu tumeipalilia kwa miaka 6, yani alafu nakata tu kwa hasira. Wewe tutakuitia polisi, wewe ukafungwe wewe. Basi kwa ajili mazingira ni muhimu sana. Baba Mtakatifu na hata nchi yote, yani hata rais ametualika tutunze mazingira. Wewe unasema tunatengeneza miti yetu mizuri, tumefanya hivyo basi miaka 6. Wewe unakuja unakata yetu kwa hasira. Sasa kwa una hasira namna hiyo, uko tayari kuondoka kwenye hilo jambo? Wewe baba, wewe mama una hasira mpaka wakati mwingine unamwagia mume wako chakula. Jamani, ulimfika pete na akakutika pale altareni, ukaulizwa, "Je, mama, Yohana, unaamua kwamba unamchukua huyu mume wako umpende wakati wa raha na wakati wa raha na nini? Na shida." Unafahamu wakati wa raha na shida na nini tena? Wakasemaje? Ndio, ukachukuliwa kwenye mitandao. Leo hii kweli unamwagia maji kweli, unampiga mume wako kwa chupa ya bia. What a shame. Aibu gani? Si mnafanya huko vijijini huko, kwenye familia mnafanya huko. Kwani unapiga mke wako na chupa ya bia. Na yeye siku hizo wanawake siku hizo wanapiga wanaume. Na anachukua chupa anapiga naye. Ni maisha gani haya watoto wanaona? Ndio maana watoto wa sekondari watoto wa sekondari ni wa kike wa kiume wanaosoma kwenye shule zetu, wanaomba tu kubaki kule kwenye mazingira yetu. Tu wanasema, "Baba askofu, naomba tu nibaki mimi kwa kweli sio kule nyumbani." Kwa nini? Sema yani aeleza watoto ni watakatifu. Kuna nini? Yani kumuuliza sana ndio anakueleza, anakupa kwenye nani, anakuonyesha alivyochukua picha baba anavyompiga mama na watoto anachukua picha kila kitu. Hata kwenye kupigana huko nyumbani. Sasa mko tayari kuondoka? Haya, sasa hapo amsemi tena. Mko tayari kuondoka huko? Lazima tuondoke kwenye yale mambo yanayotusumbua. Wewe jiulize, usiende kwenye hayo yote ambayo tumeongea. Tuko tunaweka tu mbele yetu. Ni nini hasa ambayo wewe kwenye karisma hii unaona kwa kweli lazima niondoke? Mimi mwenyewe ninasikamilika, nimeshasema tangu tulipoanza Jumatano na yafanya kazi. Hakuna aliyekamilika. Kila mmoja, kwa sababu wanasema yani tusiogope tunapokuwa wadhaifu. Mwenyezi Mungu amependa tuwe hivyo, atulei. Wanasema ukamilifu uko mwisho wa safari. Perfection is at the end of the journey. We should not worry when we are weak. Why should I become so weak? Always I confess the same. Kila wakati naungama, usijali, ungama tu. Wewe umekuwa Mungu. Unasema kila kitu naungama, kila wakati naungama jambo lile ungama. Wewe umekuwa Mungu. Mungu ndiye anayepaswa kukasirika aseme kwa nini unaungama kila wakati? Ungama tu, tukosea tu ungame tena na tena. Kwa sababu ukamilifu uko mbele ya safari. Perfection is at the end of the journey. Mungu hakupenda tu akamilifu tukiwa safarini. Amepanga hivyo. Kwa hiyo sasa ni vizuri kipindi hiki kila mmoja, hakuna ambaye hana cha kwake. Hata maaskofu hawajakamilika, hata mapadri hawajakamilika, hata watawa hawajakamilika, hata watoto wote hawajakamilika. Ni mpango wa Mungu. Alipenda kutulea hivyo. Ni namna yake ya kutulea na kutunyenyekesha pia, ili tusione kwamba mimi sina kosa. Unaanza kutukana watu wengine wote huko barabarani. Alitunyenyekesha kila mmoja ajione kwamba ni dhaifu, mpaka siku ya mwisho yule ambaye amejitahidi kila wakati anarudi kwa baba, anarudi kwa baba. Hapo
wokovu umtike. Bwana, naomba tuondoke na tukumbuke sasa kipengele cha pili, huruma ya baba. Baba, yule baba, turudi kwa Mungu, ni ile ambayo waimbaji wametuimbia. Mungu ni mwenye huruma na neema. Kama vile nchi zilivyo mbali na ardhi, ndivyo rehema za Mungu zilivyo kwa wamchao. Hata sasa, hata katika Kwaresma hii 2025, wewe na mimi anatungoja, kwa sababu ndivyo ilivyo tabia yake. Anatungoja kama ile baba alivyokuwa anangojea pale mlangoni tangu alipoondoka. Maandiko matakatifu ya kusema alikaa kule nje kwa muda gani? Inawezekana ni miaka 2, 3, 5, lakini baba alikuwa amefungua ule mlango, anangojea. Akamwona kwa mbali siku ile ambayo Mungu alikuwa amepanga. Sasa hiyo ni huruma ya Mungu. Baba anatungoja. Huruma ya Mungu haina mipaka. Huruma ya Mungu haina mipaka. Kama vile nchi, kama vile mbingu zilivyo mbali na nchi, ndivyo rehema za Mungu zilivyo kwa wamchao, kwa wale wanaomtafuta kwa unyenyekevu, bila kukata tamaa, kwa imani thabiti kwamba Mungu ni Mungu, ataweza kunisaidia na atakusaidia. Lazima tujue kwamba Mungu yupo. Mungu ni mwema. Yesu yupo, amekufa, ameteswa, akafa na akafuka kwa ajili yetu. Yupo kazini. Hata sasa hivi tutakutana naye hapa altareni fresh katika Ekaristi. Yupo. Walio na imani, unyenyekevu na roho ya toba. Roho ya toba ya majuto lazima iwepo. Mungu ni kwa nini tu? Kwa nini tu? Lakini kwa nini tu? Kwa nini nimeshasema? Lazima machozi yatoke wakati mwingine. Halafu naenda maungamo. Kwa hiyo imani kwamba Mungu ni mwenye huruma na neema. Kama vile mbingu zilivyo juu, mbingu zilivyo mbali na nchi, ndivyo rehema za Mungu, wema wa Mungu, utakatifu wa Mungu, mahangaiko ya Mungu yalivyo kwa wale wanaomcha. Kama hatatuacha kama tuko kwenye mahangaiko. Kwa hiyo tukiwa na makosa yoyote katika kipindi cha Kwaresma, tukisema tunaondoka kwa mioyo yote, natoka huko kwa mioyo ya imani, unyenyekevu na mioyo inayotubia. Mungu ametuambia katika Zaburi ya 50 ule mstari wa 17, moyo uliopondeka, moyo uliovunjika na kupondeka, kamwe sitaudharau. Lakini mahali pengine anasema moyo unaotubu na kunyenyekea, kamwe sitauacha. Tusiende kufanya toba kwa Mungu kwa majivuno. Imani kwa Mungu mkuu kwamba ni mwenye huruma na rehema. Kama vile mbingu zilivyo mbali na nchi, ndivyo rehema za Mungu zilivyo kwa wamchao wakati wowote. Lakini si kusema tu ni muondoka. Imani kwamba anaweza, imani. Halafu unyenyekevu, halafu kutubia. Lazima tutubu. Yaani moyo uliovunjika na kupondeka kama sitaudharau. Je, umevunjika kweli kule ndani? Umevunjika. Yaani unaona uchungu ni kwa nini nimefika huku tu. Unaweka maazimio kwamba kwa kweli sitarudi tena huko. Haina lazima. Mungu akishaona hiyo anaingia. Kumbe ndugu zangu, ningeomba tuzingatie hayo mambo matatu siku ya leo. Ya kwanza, kuondoka. Amesema nitaondoka. Ya pili, huruma ya baba. Alikuwa anamgoja pale mlangoni tu, lakini huruma ya baba hakumruhusu amalizie ile litani yake. Hayo ni mambo yake. Ni kama anasema hayo ni mambo yake kipumbavu. Umerudi mikononi mwa baba, umerudi mikononi mwa Mungu. Mungu wakati mwingine tunapohangaika sana, Mungu anatukimbilia kwa huruma yake. Hatungojei tumalizie. Yaani sistahili tena kuitwa mtoto wako, nifanye kama mtumishi. Hakuna mtumishi, hakuna kijakazi kwa Yesu. Wote lazima warithi ufalme wa Kristo. Lazima wawe katika mbingu. Ile mwenye upe ni alama ya mbingu. Alafu
ile pete ni alama, kama vile tulivyofunga naye agano siku ya ubatizo kwamba mimi ni wako, ni lazima tu akupende. Tuna agano na Mungu. Lakini viatu ni lazima ukae kwenye nyumba ya mfalme. Mbingu ni zako, lazima utembee mbinguni. Yaani usitembee kwenye udongo. Sasa ni lazima tujue kwamba hayo yote Mwenyezi Mungu anayo huruma ya ajabu anapotuona kwamba tunaonyesha roho ya toba. Anatukimbilia. Je, uko tayari? Lazima tuanze, tuondoke. Halafu tuwe na imani, tuwe na unyenyekevu, tuwe na roho ya toba, moyo uliovunjika na kupondeka, kama sitaudharau. Tuonyeshe unyenyekevu kwamba kweli ninataka kutoka huko. Lakini pia kumbuke kwamba Mwenyezi Mungu anateseka sana, anatungojea. Anatungojea. Tutamtesa Mungu mpaka lini? Amefungua ule mlango tu, anatungojea. Huruma ya Baba. Maana alikuwa kwa mfano na sura yake, akatuokoa kwa damu takatifu ya mwanae mpendwa Yesu Kristo. Anatungojea. Kumbe ndugu zangu, tumshukuru Mungu kwamba ametupa siku ya kusali pamoja. Tumshukuru kwamba ametujalia kwa Kwaresma, na pia tumshukuru siku ambayo tunasali misa hapa, amependa tufanye tafakari katika tafakari hii ya Injili siku ya leo. Na hapa mbele na mambo matatu: kuondoka. Kuondoka, huruma ya Baba. Haingojei sisi tumalizie upumbavu wetu kwamba mimi sistahili tena kuitwa mwana wako, sistahili tena kuitwa mtumishi, nifanye kama mtumishi. Never. Hatutakuwa vijakazi kwa Mungu sisi. Amalizi anaangalia tu toba yetu, jinsi tulivyoanza, jinsi tunavyoonyesha imani, jinsi tunavyoonyesha unyenyekevu, jinsi tunavyoonyesha roho ya kutubia. Hiyo inamtosha Mwenyezi Mungu, anaondoa kila kitu. Basi tumuombe Bwana Yesu atufanye wapya wakati tuondoke, na kwa kweli tushiriki katika yale matakatifu ambayo anataka kushirikisha katika kipindi cha Kwaresma ya 2025. Tumsifu Yesu Kristo.